Sura ya pili. Ni asubuhi. Tumo katika kambi fulani si kambi, mabanda hasa yaliyosongamana na kutazamana kwa jitimai na dhiki. Vibanda vya mchomeo hasa. Ni siku ya 10 tangu kuondoka kwetu na kujipata katika mazingira haya mageni. Usidhani ni mazingira mageni. Kweli si mageni. Si mageni. Kwani tu mumu humu mwetu. Hatumo ughaibuni wala nchi jirani. Tu katika jimbo lile lile tulilolizoea. Kilichobadilika ni kijiji tu. Ni kama kutoka chumba cha malazi kwenda sebuleni. Ugeni uliopo ni ule wa hali, mazoea na silika. Hapa tulipo tupamwe na wamwe na waliokuwa nacho wachochole. Unaweza kusema kuna kiasi fulani cha usawa. Watu husema kuwa binadamu hawawi sawa ila kifoni. Kile ambacho hawajui ni kwamba hata katika kifo hamna usawa. Pana tofauti kati ya mandhari wanamofia. Kuna wanaokufa wakipepewa na wauguzi katika zahanati za kijijini. Wapo wanaolala maumivu yao yakiwa yamefishwa ganzi kwenye hospitali za kifahari, wakiliwazwa na mashine, kila moja ikihimiza nyenzake kuushikilia ukutu uhai wa mheshimiwa huyu. Hawa wafapo sura zao huwa tulivu, wameziachilia huru roho zao kwa faraja. Huwezi kulinganisha nyuso zao na za wanaokufa kwa hamaniko wakizingirwa na jamaa ambao hawana hata hela za kununulia sindano ya kuingizia dawa mwilini. Kuna wale ambao hufia kwenye vitanda vya mwakisu vitongojini baada ya kupigwa maji haramu. Hawa husemekana kuwa wamekuwa nzi ambao kufia dondoni si hasara. Hulaumiwa kwa kujitosa katika msiba wa kujitakia. Tofauti hizi zote unazijua. Unajua pia kuwa kuna tofauti hata katika mitindo ya mazishi. Viviga vinavyohusisha na sherehe za mazishi na hata mavazi ya mwenda zake na wafiwa. Hata majeneza yenyewe huhitilafiana. Hayo si ya kuambiwa, umeyaona. Usawa ulio kati ya maiti ni kwamba wote huhojiwa na munkari. Hata hivyo, hapa katika maskani yetu tuna nafuu. Mipaka ya kitabaka imebanwa. Kwa kweli haipo, kwani hata sasa nisemapo nang'ang'ania chakula, uji hasa na aliyekuwa waziri wa fedha miaka 5 iliyopita. Hilo usilione dogo, kwani unajua kuwa wenzetu hawa katika hali ya kawaida ni watu wenye shughuli na hali zao. Ila sasa inabidi waniite ndugu, hasa ndugu Kaizari. Jua linachomoza halina ule wekundu wa jua la matlai ambao huleta haiba ya uzawa wa siku yenye matumaini. Naona wingu kubwa angani likitembea kwa kedi na madaha na kulifunika jua. Tukio hili linafuatwa na umeme, kisha mchuchumo wa radhi. Mawingu yaliyoshiba yakataka kutapika yanageuka, yanakaribiana kupigana busu na kusababisha mwanguko wa matone mazito ya mvua. Matone yanayoanguka kwenye ngozi laini za wanangu wa Kembe, Lime na Mwanaheri. Na watazama kwa imani, lakini siwezi kuwasaidia. Sina hata tambara duni la kuwafunikia. Linalobaki ni kumshukuru Mungu kuwa tungali hai. Ubavuni mwangu amelala maskini mke wangu, Subira. Sijui kama ina halisi kumuita mke wangu, kwani huyu siye Subira wangu wa zamani. Siye. Tazama uso wake ulivyovamiwa na majeraha kikwi. Tazama tambo lake lililoumbuka. Amevimba na kuvimbiana kama dongo la unga ngano baada ya kutiwa hamira. Lakini yeye hana la hamira. Haya ni matokeo ya ubahaimu wa binadamu. Kwa mbali namuona Ridhaa, Mwamu hasa.
akitafuna kitu fulani. Nadhani ni mizizi mwitu. Ridhaa kweli, Ridhaa kula mzizi? Daktari mzima, mkurugenzi mzima wa wakfu wa matibabu nchini, wanasema wajuao kuwa simba akikosa nyama hula nyasi. Msafiri kafiri ati amekosa la mama, hili la mbwa ataliamwa. Kumbe hata wewe shemeji Kaizari upo? Ridhaa ananiuliza kwa unyonge. Hili linanizindua kutoka lepe langu la muda, linanitonesha kidonda si haba. Ndiyo tu hapa na wengine wengi, ninamjibu, kisha ninaanza kumsimulia yaliyojiri kana kwamba ni mgeni wa hali hii. Ninajua kwamba simsimulii Ridhaa tu, bali pia mamia wana wahafidhina ambao huenda hawajaishuhudia hali hii. Najua pia kwamba navisimulia vizazi vijavyo vya wahafidhina. Siku ile baada ya kutawazwa kwa kiongozi mpya, kiongozi ambaye kulingana na desturi za humu mwetu hakustahili kuiongoza jamii ya wahafidhina, kisa na maana alikuwa mwanamke. Mbingu zilishuka. Watu walishika silaha kupigania uhuru wao, uhuru ambao walidai hawakupewa, walijinyakulia kwa viganja vyao. Tetei, mwanaharakati mmoja, alisikika akisema, haiwezekani, hili haliwezekani. Itakuwa kama kile kisa cha yule kiongozi wa kiimla wa kike, yule anayetusimuliwa kuwa visakale vya majirani zetu. Kumbuka jinsi katika enzi hiyo ya kiistimari wanaume walivyotumikishwa. Sisi tuliokuwa tukitifua udongo mashambani, huku wanawake kama majeta wanakaa na kututumikisha. Sasa wanataka kuturudisha pale pale. Kwa miongo mitatu sasa, hawa watu wamekuwa wakitusumbua na affirmative action na a third should be women. Hakuna tulioweza kulipitisha hata katika vikao vya kitawala bila kusikia kidudu mtu akisema, fikiria swala la jinsia. Na usidhani ni jinsia nyingine, ni dada zetu tu. Vyombo vya habari na vikao vya wapigania haki vinapigania elimu ya mtoto wa kike, haja ya kuwainua akina mama kiuchumi, huku ya kifo kupitishwa dhidi ya mwanamume. Hata mume ambaye atapatikana na kosa la kumbaka mke wake. Inashangaza mno. Hata haki ya mtu kuhusiana kimapenzi na mkewe imebatilishwa na siasa hii ya usawa wa kijinsia. Almuradi anga nzima imehahinikiza vilio vya kumkinga mwanamke. Lakini ni wangapi wanaokumbuka kuwa hata magulamu wanalawitiwa? Ni wangapi wanaowatetea mamia ya wanaume ambao wanateseka katika ndoa kutokana na mapigo na dhiki za kisaikolojia kutoka kwa wake zao? Je, ni nani asiyeshuhudia majeraha ya kudhalilishwa wanavyopagazwa wanaume mashabuhi na hasa mioyoni? Kisa na maana wamekula jasho lao na kudaiwa kutelekeza majukumu yao ya nyumba. Tumeendelea kuwa kweza akina dada huku tukididimiza nguzo ya jamii yetu, na kuwe huko kumtoa mekoni, lakini hili la kumpa jukumu la kuiongoza jamii nzima itakuwa ukivika kichwa cha kuku kilema. Lakini ndugu, si mambo ya affirmative action tu. Mwekevu alijitosa kwenye uga kama mwanaume walivyojitosa, akaomba kura kama walivyofanya wao wapinzani wake. Alistahimili vitisho na matusi kutoka kwa wanaume, akahiari kutengwa hata na jamii ya wanawake kwa kupanda kwenye ulingo wa wanaume. Ushindi wake ni zao la bidii na kujisaidia kwake kuwainua raia alipokuwa mkurugenzi wa shirika la Chemchemi. Nashangazwa sana na jinsi binadamu walivyo upesi wa kusahau. Je, ule mradi wake wa kuchimba visima haujawafaidi raia kwenye maeneo kame? Bi Shali alikuli. Basi mwamu wangu Ridhaa, muda haukupita kabla ya kusikia mlio wa bunduki. Mitutu yake ilitema risasi jinsi bafe atimavyo mate.
Vilio vya kite vilihanikiza hewani. Vita vikaanza kati ya kundi lililounga mkono uongozi wa Mwekevu na lile lililomuunga mkono mpinzani wake mwanamume. Mafahali waliendelea kupigana. Mafahali ambao awali waliishi katika zizi moja, wakishiriki kazi pamoja, wakishiriki pamoja vunoni, sawa wakawa hawapikiki katika chungu kimoja. Mara tangu lini mwanamke akashinda katika uchaguzi? Kama mama taifa hakuyashinda majabali miaka 15 iliyopita, itakuwa huyu mwanagenzi ambaye hata kushika mpisho sisi ndio tulimfunza? Lazima ameiba kura. Lazima wafuasi wake waliyanunua akina mama ambao ndio wapiga kura wengi. Sauti zikalalamika. Wengine walisikika wakisema, wakati wa mabadiliko umefika. Wimbi la mabadiliko limeivamia jamii yetu. Hatuna budi kukubali. Wakati si mwamba, hata ukawa mwamba. Ikiwa miamba hugeuka kuwa mchanga baada ya muda, sembuse wakati ambao umikononi mwa mwanadamu. Binadamu lazima ayakumbuke mabadiliko katika maisha. Tunahitaji kumpa nafasi Mwekevu. Huenda hata akatukwamulia uchumi ambao unachechemea. Wananguvu hawa wake na mabinti zetu wana ari kubwa. Washikapo jambo kuwa kama duduvule. Hawaachi hadi wanapoona hatima. Ni muhimu tuwape nafasi pia. Mijadala hii ilizua na kukuza migogoro isiyomithilika. Hali ya taharuki ilitamalika. Vyombo vya dola vikatumwa kududumisha usalama katika vijiji. Mitaa ikajaa sisimizi walioshika bunduki. Hali hii ilileta chachawizo zaidi katika vijiji na mitaa. Binadamu ana hulka ya kushangaza. Hapendi kudhibitiwa. Kule kuwapo kwa walinda usalama kulimshinikiza binadamu kuhalifu sheria. Makundi yote mawili yakashuku kuwa walinda usalama wametumwa kuja kuwamaliza na kuwang'oa uongozini viongozi wao. Viongozi wenyewe baada ya kupiga kura walijikalia majumbani mwao na kuendelea kuwatazama masahaba wao kwenye runinga wakiendelea kuzozana. Mchezo wa polisi kukimbizana na raia ulianza. Katika mchezo huo, mamia ya roho zisizo na hatia zilisalimu amri chini ya pambaja za risasi na mapigo ya rungu. Vitoza machozi navyo vikafanya kazi barabarani. Kuna wale ambao waliona huu moto, wakaamua kuacha makazi yao na kukimbia. Nyuma walikoacha kuliwaka moto, wakapoteza kila kitu. Si maisha, si mifugo, si aila. Wengine waliokuwa jasiri walidiriki kuingia kwenye maduka ya wafanyabiashara wa Kihindi, Kiarabu na hata Waafrika wenzao, wakapora walichoweza kubeba kabla ya kukutana na mkono mrefu wa utawala. Nchi ya wahafidhina ilitoa sura mpya. Misafara kwa misafara ya watu waliohama kwao bila kujua waendako ilizipamba barabara na vichochoro vya wahafidhina. Mizoga ya watu na wanyama, magofu ya majumba yaliyoteketezwa kwa moto na viunzi vya mimea iliyonyong'onyezwa na moto ilijikita kila mahali. Uharibifu wa mali na mazingira ukashamiri. Nakumbuka asubuhi ya pili baada ya mtafaruku kuanza, nilikuwa sebuleni na wanangu tukitazama runinga. Mara nikasikia kwenye runinga, hakuna amani bila kuheshimu mwanamume. Hatuwezi kukubali haya. Hata mizimu itatucheka. Kilichofuata maneno haya kilisikitisha. Niliwaona mabarobaro wamebeba mabango yaliyochorwa picha za pinzani wa kiume ambaye alishindwa na Mwekevu. Wote walikuwa wakigani mkarara huu: tawala wala hifidhina, tawala mwanzi wetu, tawala wahafidhina, tawala. Mara hali ilibadilika. Nikaona wote wameyazingira magari barabarani na kuanza kuyawasha moto kana kwamba wameyachoma mabiwi ya taka. Baadaye kulisikika vilio vya imani, binadamu wakiomba kuhurumiwa na binadamu Kaini, vilio ambavyo viliangukia masikio yaliyotiwa nta.
Magari yaliwaka moto bila kujali kilichomo. Moshi ulipaa mbinguni katika mstari mmoja kana kwamba unakwenda kumshtakia Mungu. Katika vurumai hii mlisikika kelele kutoka kwenye mmoja kati ya wale waliokuwa wakitekeleza tendo hilo. Mja huyu alikuwa kavaa shati lililoandikwa Hitman mgongoni. Nyamaza wewe, nyinyi ndio mlioturudisha nyuma miaka yote hii. Mnatuhadaa kwa vishahada mnavyotupa viuoni, vishahada ambavyo ni laana kwetu, tanuri hasa linalouchoma uwepo wetu. Mnatufunza kukariri nadharia bila kuwazia umuhimu wa kutupa umilisi na stadi za kutuwezesha kujitegemea na kuyadhibiti maisha yetu ya baadaye. Mtu anahitimu hata degree 3 kisha anapiga lami kwa miaka 10 bila kuwaza kuwa anaweza hata kujiajiri. Najua unaniona kuwa asiye na akili. Hata hivyo, hebu niambie, mtu anaweza vipi kujiajiri na hata njuga zenyewe za ujasiriamali hajafungiwa chuoni? Isitoshe, hata wanaweza kupapatisha huo ujasiriamali, watatoa wapi mtaji wa kuanzishia biashara? Wapo viongozi wanaopita wakipayuka. Vijana, turudini mashambani. Maeneo gatuzi yenu yanahitaji mabarobaro kama nyinyi kulisukuma gurudumu la maendeleo. Hapa ndipo unashangaa utarudi kwenye shamba lipi, na tangu hapo familia yako uliacha ikiishi kwa msaada wa wale waliotoka mbali kule walikotoka, wakapewa maelfu kwa maelfu ya ekari, wakajenga viwanda na maduka ya biashara. Wengine wakalima mashamba makubwa huku wakidai kuwa ni njia ya kuwahakikishia wenyeji hali ya kujitosheleza chakula kwa chakula. Kumbe wanakuja kutufakarisha zaidi. Tunapolalamikia kashfa za unyakuzi wa hata vikataa vidogo tulivyo navyo, tunapozwa roho kwa tumeunda tume ya kuchunguza kashfa hii. Waliogawiwa au kununua mali ya umma kwa njia za udanganyifu watakabiliana na mali na mkono thabiti wa sheria. Ni wazi kwamba mwananchi wa kawaida hadiriki kuziona ripoti za tume hizi, au tuseme ripoti hizi kuwa wageni wa rafu za makavazi ya kitaifa. Mja huyu alivuta ukosi wa lile shati lake lililoandikwa Hitman, akajipangusa majasho yaliyomtiririka kipajini, kisha akaendelea kutoa dukuduku lake. La kuumbua zaidi ni kwamba kila baada ya miaka 5 unaambiwa, vijana wenzangu, hii ni awamu nyingine ya kipindi cha utendawazi au utanda na ardhi kama wasemavyo wataalamu. Tusisikilize mambo ya wale wanaoabudu mitazamo ya kijadi ambayo haifaidi. Vijana wenzetu, ni vyema kumpigia kura kiongozi anayejali mustakabali wa maisha yenu, kiongozi atakayesaidia kuangamiza tatizo sugu la uhaba wa nafasi za kazi. Tunasombwa kama taka kwenda kuwafanyia kampeni. Tunawanisihi akina mama kuwapigia kura viongozi ambao hata wanatiririkwa na machozi wanapoona ngozi zetu zilivyokauka na kujaa makunyanzi kwa ulitimu. Kumbe machozi yenyewe ni ya mamba. Uhitaji wetu unatusukuma kununuliwa kwa vihela vya kushikilia uhai. Tunawapigia kura, wakati mwingine tunashiriki katika njama zao chafu za kifisadi. Tunawasaidia vikongwe wasiojua kusoma na kuandika kumchagua kiongozi afaaye. Mama, unataka kiboko au papa? Tunamuuliza ajuza mmoja kijijini. Mimi simtaki huyo kiboko, namtaka papa. Kiboko hata chumvi hatoi, afadhali papa. Amepita hapa mara 3 akatugawia kila mtu shilingi 100 na vibaba viwili vya unga. Mama anajibu, basi tia alama kwenye picha ya kiboko kuonyesha humtaki kabisa. Anaambiwa kisha kusaidiwa kutia alama hiyo bila kujua kuwa kumchagua huyo kiboko. Sasa miaka 10 hii tungali tunabisha hodi kwenye afisa za mabwana wakubwa, si ndugu sasa. Yule mja alisita ghafla, akatema mate kwa ghadhabu, halafu akarudia uzungumzi. Wengine tulikuwa tumeahidiwa makubwa wakati wa vuguvugu la kuwania nafasi za uongozi.
Mara ubalozi wa Emirates unahitaji kijana aliyesomea shahada ya uzamifu katika mahusiano ya kimataifa kama wewe. Utakuwa wa kwanza kufikiriwa kwa nafasi hii. Chama chetu kitakapochukua usukani, kisha wewe tutakuteua kama education attachee huko Uingereza. Nashangaa ni vipi mtu aliye na shahada ya uzamifu katika masuala ya elimu na mitaala hajaweza kuwaziwa nafasi kama hizi zinapotokea. Mara wewe tutakuteua kama waziri wa maslahi ya kijamii katika jimbo. Haya yote husahaulika mara tu baada ya uchaguzi na kuanza kwa serikali mpya. Tunaambiwa nchi haina uwezo wa kuzalisha mali. Tunahadaiwa kwa hazina ya jitegemee ambayo inatarajiwa kuwapa vijana mtaji wa kuanzishia biashara. Hazina yenyewe imeandamwa na madonda ndugu ya ukabila na unasaba. Matarajio yetu ya kufaidika kutokana na hazina hii yanaenda tenge. Tunaambiwa turudi mashambani tukalime. Mashamba yenyewe ni ya hawa waheshimiwa. Mate yametukauka vinywani tukifunga mabahasha za kutumia maombi ya kazi. Kufa mwana kufa. Yule mja akakamilisha malalamishi yake marefu kwa ghadhabu na kurusha bomu lingine la petroli kwenye gari lililokuwa likipinda kuepuka fujo hiyo, na baadaye kujiendea kana kwamba alikuwa amevinyunyuzia viwavi dawa. Baadaye ving'ora vilisikika kwa mbali. Yale malori ya kawaida yanayobeba askari almaarufu katika janibu hizi penda usugu ujute, yakaonekana yakielekeza mianzi ya kuwa karibu na walipokuwa vijana hao. Vitoza machozi vikahanikiza hewa ya asubuhi. Polisi wakawa wanawawinga mabarobaro hawa kama kengewa, wala vifaranga au ndege wala nafaka. Hata hivyo, mabarobaro hawa walionekana kuwa na kisasi na maisha walikita ardhini kama mikuki iliyochomekwa hapa. Hatung'atuki, walisema huku wameinua mikono yao juu. Baada ya muda mfupi vifua vyao vilikabiliana na risasi zilizorashiwa vifua hivyo kama marashi. Vifua vikawa havina uwezo dhidi ya shaba. Vijana wakaanguka mmoja baada ya mwingine, wamekufa kifo cha kishujaa. Wamejitolea mhanga kupigania uhuru wa dhati kama walivyouita. Machozi yalinitiririka njia nne. Niliwahurumia vijana hawa wakembe ambao walikufa kifo walichoweza kukiepuka. Nilihurumia nchi yangu ambayo ilielekea kushindwa kuwashawishi watu wake kutambua umuhimu wa usalama. Wakati tukitazama ubahaima huu wa Firauni, hatukujua kuwa tulikuwa kuni kwenye uchagaa. Chuma chetu kilikuwa motoni. Miujiza ya Musa ilikuwa njiani. Siku ya 4 baada ya mapinduzi tulisikia hodi mlangoni. Mke wangu Subira ndiye aliyekwenda kufungua. Alisalimiwa kwa kofi kubwa, kisha, wapi kile kidume chako kijoga? Nasikia ni mmoja wa wale waliotuuza. Wakampigia kura mwekevu. Ati, as for me and my family, we will support our mother. Ninyi ndio vikaragosi wanaotumiwa na wasaliti na nia zetu kuendelea kutudidimiza kwenye lindi hili la ukata. Kabla hajajibu lolote, alikuwa amekula mikato miwili ya simu. Akazirai kwa uchungu. Baadaye genge hili la mabarobaro watano lilifululiza hadi walipokuwa maskini mabinti wangu wawili, Lime na Mwanahairi. Sikuweza kuvumilia kuona unyama waliotendewa. Nilijaribu kwa jino na ukucha kuwaokoa, lakini likawa swala la mume nguvuze. Mahasimu hawa walitekeleza unyama wao na kuniacha bila kunigusa. Niuguze majeraha ya moyo. Hakuna msiba usiokuwa na mwenzake. Nilijizoazoa kujaribu kuwapa wanangu na mke wangu huduma ya kwanza. Hata hivyo, hizi zilikuwa juhudi za mfa maji, kwani kabla ya hata huku kumeza punje ya nafaka, nilisikia sauti ya jirani zangu. Tulia, tokeni kama bado mnataka kuishi.
Sijui ilikuwaje, lakini baada ya dakika chache nilijipata nje ya nyumba yangu. Wanangu wawili wamezirai ubavuni mwangu. Mke wangu anatoka damu chirizi baada ya mwingine. Nilimtazama jirani yangu aliyekuwa amekuja kutuokoa. Kinyume na wale wengine, yeye alinihimiza kusahau tofauti zetu za awali. Alinisaidia kufunganya, akanisindikiza hadi njia panda. Hapo alinikumbatia na kusema, ndugu yangu, Mwenyezi Mungu ndiye hupanga. Nguvu na mamlaka pia hutoka kwa Mungu. Uongozi mpya umezua uhasama kati ya koo ambazo zimeishi kwa amani kwa karibu karne moja. Inabidi uhamishe aila yako kwa muda kwa sababu ya usalama. Nina imani kuwa huu sio mwisho wa kuonana. Huu ni mwanzo wa uzao wa jamii mpya isiyojua mipaka ya kitabaka, kijinsia na kikabila. Hali hii ni kama maji ya mto tu ambayo yakipita mahali yamepita hayarejei. Hali itakuwa shwari inshallah. Tutalinda boma lako. Nenda kabla mahasidi wako hawaja kupata. Hapo nilimpungia mkono wa buriani jirani yangu wa miaka mingi, nikapiga moyo konde kukabiliana na hali hii mpya. Matwana ya abiria ilisimama kando yangu na aila yangu. Utingo uliponiuliza tulikokuwa twaelekea, nilisikia kwa kuwa sikujua nilikokuwa naelekea. Kwa sauti kali iliyojaa chuki aliniambia, mzee, ingia haraka. Huoni huku hutakiwi? Tazama hali ya mkeo na wanao. Baada ya kuabiri matwana, ilikaza mwendo kana kwamba ilikuwa inakimbizwa. Dereva hakuiona milima, miteremko wala kuruba. Alilotaka ni kutokomea kokote kule, mbali na zahama iliyokuwa imelifunika eneo zima la wahafidhina. Ilikuwa safari ndefu yenye shaka na shauku. Mara tunasimamishwa na polisi na kupekuliwa, mara tunayatazama mabasi mazima yakichomwa pamoja na shehena zayo, mara ni fiatuko ya risasi. Almuradi kila sekunde ilikuwa ni tanzia yake. Sijui tulikokuwa tumekwenda kwa siku ngapi, ila ninalokumbuka ni kwamba baada ya muda gari lilikwisha petroli, dereva akaachama. Sasa ni wakati wa kila mtu na malaika wake. Dereva akatuambia, wanaokumbuka angaa sala ya Bwana wajaribu kuomba. Wanaoweza kusoma Fatiha na wafanye hivyo. Huenda wakadiriki kumtanabisha Muumba kuhusu udhalimu wa viumbe aliyowapa wadhifa wa kumtunzia wanawake. Tulijitoma msituni, kila mtu na aila yake. Usiku wa kwanza tulikula mate kutokana na ule ugeni wa kutojua hata kuliko na matunda mwitu. Asubuhi idadi yetu iliongezeka. Inaonekana hapa ndipo magari yote yalipoishia petroli. Hali ya uhitaji ilitutuma kutafuta jinsi ya kujikinga na baridi na umande wa asubuhi. Tukakata miti, tukajenga vijumba ambavyo vilezekwa kwa nyasi na kuta zake kukandikwa kwa udongo. Tulibahatika kupata kwamba katika msitu huu ndipo palipopitia mto wa Mamba. Haikuwa vigumu kupata maji. Changamoto kubwa ilikuwa maji safi ya kunywa. Hata hivyo, hali ambayo ilitukabili haikuturuhusu kuamua kula nazi au koroma. Tulikuwa wasafiri, na ikiwa tangu hapo msafiri wa kikaidi huwa kafiri, sembuse sisi ambao tulisafiri bila hiari. Kiu ilipobisha hodi, tulijaribu kujikuna tulipojipata. Tukanywa maji ambayo tulidiriki kupata, tukisema heri nusu shari. Matokeo ya tendo hili yalikuwa homa ya matumbo ambayo iliwakutisha baadhi yetu. Kadri idadi ya walikimbizi ilivyozidi kuongezeka, ndivyo hali ya maisha ilivyotuia ngumu. Ikumbuke kwamba wengi wetu tulitoka bila hiari, hivyo hatukuwa tumeitarajia hali hii ngumu. Vijumbe vichache tulivyovijenga havikutosha kuhimili idadi ya watu walioongezeka kila mawio. Huduma za kijamii ziliadimika. Ukosefu wa misala ulipelekea kuzaliwa kwa vyoo vya kupeperushwa. Usiniulize ni vipi hivi, kwani hata mimi
nilikuja kuambiwa na bwana mmoja aitwaye Makiwa, huenda hata umekutana naye. Ni sandarusi ambazo hutumiwa kama misala bwana, alisema Makiwa. Ndivyo tunavyoishi katika mtaa wa mabanda wa Sombera. Na usidhani ni kuishi huku mnakoishi wewe na huyo mwamu wako. Bwana wakfu wa matibabu ni kupapatika, kufufurishwa na matumbawe ya maisha hasa. Sandarusi zenyewe mtu anazitafuta kwenye milima ya taka zinazotolewa huko waishio waheshimiwa, kuja kutupwa huku. Utashangaa mtu anavyohitari kukita jalala katikati mwa msongamano wa vibanda vilivyolaliana na kutazamana kwa jitimai. Hata hivyo, sisi tumeyazoea haya. Tumezoea pia kuzitazama roho za vitoto vyetu zikibwakurwa na magari moshi. Vitoto vinapojaribu kujijengea misala katikati mwa reli. Tumezoea kuumbuliwa kwa kuambiwa kwamba tunajengewa nyumba za hadhi kwa gharama nafuu. Kutahamaki, nyumba zenyewe zimechukuliwa na hao wanaotoa ahadi. Pole ndugu, itabidi usahau mswala wa hii ambacha ulionayo. Ni muhimu kutumia hiki duni ulichonacho sasa, usije ukapokonywa. Huku ni Roma, na unapoenda Roma, jamaa aliniachia kujijazie. Mwamu wangu Ridhaa, siku za mwanzo sikuweza kuitumia misala hii. Nilijaribu kuyarai maumbile yanihurumie, lakini maumbile yaliendelea kunidhihaki. Hadi nikasema, potelea mbali, lisilobudi hutendwa. Nilijizoazoa nikaitumia misala iliyotumiwa na wenzangu. Nilipoona huu mno na ugonjwa wa kipindupindu umeanza kuenea, niliwasihi wenzangu kuchimba misala maarufu kwa jina long drop siku hizo. Ndugu waziri mstaafu akawa katika mstari wa mbele kwa hili. Kumbe hata yeye aliona aibu kuchutama kwenye nyasi huku mijusi wanaompodolea macho. Unaweza kusema kwamba tatizo la misala lilitatuliwa, lakini kumbuka mtu huenda msalani baada ya shibe. Tumbo shinda hata haja ndogo aliendi. Ugenini humu hamkuwa na mashamba. Waliokuwa wamebahatika kubeba nafaka haba walizitoa zikatumiwa kama ujima. Sasa matumbo yalianza kudai haki hata baada ya kujua kuwa haki yenyewe haikuwa mikononi mwetu. Haki ilikuwa mikononi mwa walio na nguvu, ambao ndio waliotufanya kuwa wageni wa pori. Vilio vya watoto wenye njaa vilianza kusikika. Polepole vilio hivi vilianza kupungua. Njaa na ugonjwa vimefanya kazi. Wasiwasi ulianza kutuingia. Nilianza kufikiria kuwa hali ikiendelea hivi tutaipungia dunia mkono. Nilihisi kwamba ingekuwa bora kama tungefia katika mazingira tuliyoyazoea. Huenda hata tungepata wa kutuomboleza kuliko kufa ugenini. Sasa umeanza kufikiri kama wafuasi wa Nabii Musa, ambao baada ya kukosa chakula huko jangwani walimshutumu kwa kuwatoa kule Misri. Walidai kuwa huko Misri wangekuwa wakila matikiti maji yao pamoja na kuwa watumwa. Ndugu Kaisari, utahiari vipi kufa? Moyo wangu ulinisuta. Nilitaka kuhizika kwa kutamani kufa, lakini nikauambia moyo wangu kwamba nimekufa japo sijafa. Kwa kweli ni hali ngumu hii, anasema Ridhaa huku akishangaa kwa nini ninamsimulia na hali hata yeye Ridhaa ameionja shubiri yake. Hata hivyo ninaendelea tu kumsimulia. Asubuhi ya siku ya 15 tangu kuwasili hapa, Selume alipitia kibandani mwetu kujua hali ya mke na watoto wangu. Selume alikuwa mke wa jirani yetu aliyekuwa mpinzani mkubwa wa Mwekevu. Yeye sasa ameondoka kwake kwa sababu ya kuhitalafiana kimsimamo na wakwe zake. Wakweze walidai kuwa yeye alimuunga mkono Mwekevu, kwamba yeye alikuwa
mwiba ambao ulitishia kuuletea ukoo wao fedheha. Selume alishindwa kuvumilia shutuma hizo. Akafunga virago vyake na kutokomea kokote kule. Sasa Selume anajua maana ya undugu. Anahiari hali hii dunia badala ya kuishi kwenye kasri ya dhulma la mumewe. Ilibidi Selume atangaze kufika kwake kwa mbali, kwani kibanda chenyewe ni kidogo. Utarajii faraga. Ndicho sebule, chumba cha malazi. Selume alitueleza kuwa alikuwa amesikia fununu kuwa upo mradi wa kuamua wakimbizi kutokana na hali hii. Shirika la makazi bora lilikuwa limejitolea kuja kuwajengea wakimbizi nyumba bora. Misikiti na makanisa nao yalikuwa yamekusanya magunia ya vyakula kuwalisha wahasiriwa wa hali hii ya tandabule. Maneno ya Selume yaliwasha mwenge wa tumaini. Hata mke wangu sasa alionekana kupata hueni kidogo. Sote tulikaa tukitunga macho barabarani, tukisubiri jinsi waumini wanavyoambiwa wakeshe wakisubiri kuja tena kwa Masia. Tulingoja, tukangoja, moyoni nikiwa na imani ambayo baba alinijaza kuwa anaisubiri hafi. Hatimaye siku ya 20 lori kubwa liliandikwa nilikuwa na njaa ukanilisha, nilibisha hodi kwenye vibanda vyetu. Sote tulitoka nje, tulikimbilia jinsi watoto huwakimbilia mama zao baada ya kuwasili kutoka sokoni siku ya chete. Watoto waliokuwa wakicheza nje wakiwa uchi walikimbia nyuma ya vibanda kujificha wasije wakaonekana uchi na lori hili. Bwana mmoja aliyekuwa kavaa gwanda refu, haikosi alikuwa kiongozi wa kidini, alitoka na kutusalimu. Peace be with you, akasema kwa lafudhi ya Kizungu, japo ni Mwafrika. Kisha mwenyewe akatafsiri na kusema amani iwe nanyi. Iwe pia nawe, waliojua walijibu, huku wengine tukikaa kimya. Hata hivyo maneno yake yalitupa matumaini. Uso wa kila mmoja wetu ulitwaa mng'ao na utulivu ambao siku nimeuona kwa siku zote tulizokuwa mle. Nilikumbuka kifungu kimoja katika sala za waumini wakati nilipokuwa nikihudhuria ibada, kilichosema, ninawapa amani, amani yangu na waachie. Nilianza kujiuliza ikiwa kweli wanafidhina waliwahi kuikumbatia amani hii tuliyoachiwa. Na kama tuliachiwa, je, mbona twaiacha kupeperuka nyikani? Kwa nini tusiwaige watoto hawa wanaocheza pamoja bila kujali tofauti zao za kikabila au kitabaka? Kazi ya kugawa chakula ilianza. Akina mama ambao walikuwa wamepakiwa nyuma ya lori hilo walichukua mikebe, wakaanza kuipa kila familia vibaba 10 vya mahindi na 5 vya maharagwe. Tafadhali pigeni foleni hapa, alisema mama mmoja mwenye mwili uliojazana, ambaye alikuwa amejitanda kanga yenye maandishi Mothers Union. Huyu pengine ndiye aliyekuwa kiongozi wao. Wengine waliojifunga vitambaa vilivyoandikwa CWA, wengine Women's Guild, na wengine waliovaa hijabu zilizoandikwa Ansar Mwangaza. Waliingia kazini. Hata hivyo haikuwa rahisi kwa watu wenye njaa na tamaa kupiga foleni. Msukumano ulianza hadi pale bwana mmoja aliyevaa mavazi rasmi ya walinda usalama alipojitokeza na kutusihi kuwa watulivu. Tulianza kunung'unika. Wengine tulikumbuka jinsi waungwana hawa walivyotuacha kuhasiriana na waungwana wenzao huko nyumbani. Sasa ana haki gani ya kutuomba kudumisha utulivu baada ya kuivuruga yeye na mwenzake? Alikuwa wapi siku kiduku changu ambacho mimi na aila yangu tumelitegemea kwa miaka 10 kilipoporwa na kugeuzwa majivu? Si wao waliotutazama kama wehu wakati tulipokuwa tukililia usaidizi, angaa kuopoa magodoro ya kuwalaza maskini watoto wetu?
Sasa hivi ndio anaona thamani ya utulivu, alisema mzee Kaumu kwa mhemko mkubwa. Waliokuwa nyumbani walianza kurusha makombora ya matusi. Askari aliinamisha kichwa na kurudi nyuma, nayo hasira ya umati uliokuwa tayari kumfuatilia mja huyu ikapoa. Tabia ni ngozi ya mwili. Bwana waziri mstaafu ambaye tangu hapo alikuwa amezoea kuwaelekeza watu huko wizarani, alijitolea kusaidia kukigawa chakula. Donda ambalo lilikuwa limeanza kututa kwa usaha likatulia. Mimi na Selume pia tuliitwa kusaidia. Magunia ya mahindi na maharagwe, bandali za unga na madebe ya mafuta ya kukaangia yaligawiwa kila familia kwa vipimo sawa. Hata hivyo, huwezi kusema tulipata mafungu sawa. Kuna familia kama vile ya aliyekuwa diwani wetu hapo awali, Bwana Kute, zilizofanya ujanja ili kupata mafungu zaidi. Familia moja ilijigawa ikazaa familia nyingine mbili, zikawa familia tatu tofauti. Hatimaye Kute na aila yake waliishia kupata mara tatu ya posho ambayo wengine tulipata. Nani alikwambia kwamba hata chakula cha msaada, hata kilichotolewa kwenye madhabahu ya kidini, hakiwezi kufisadiwa?